Kwa jina naitwa Alexander Harrison Mwaipasi, ni kocha wa timu ya taifa ya mchezo wa kuogelea hapa Tanzania. Leo tumehitimisha mashindano yetu ya taifa, na ambapo vilabu kadhaa kutoka Tanzania vilishiriki mashindano haya. Kwa ujumla, kama mlivyoshuhudia, mashindano haya yalikuwa na wachezaji wachache, na hii ni kwa sababu tumejitahidi kuongeza viwango vya kufuzu kucheza mashindano haya, ambayo imechangia kwa kiasi fulani kupunguza idadi ya washiriki kama ilivyozoeleka miaka ya nyuma, ambapo tulikuwa mashindano yamekuwa yakishirikisha wachezaji zaidi ya 200, lakini safari hii wachezaji wako wastani kama 150, na hii imetusaidia sisi kuchuja wachezaji ambao wachezaji waliokuja hapa ni wale waliofuzu peke yake, na kwa kufanya hivyo imetusaidia kupandisha viwango vya wachezaji wetu. Tumeshuhudia rekodi za taifa nyingi kuvunjwa na wachezaji wetu. Kwa ujumla wake wote wamejitahidi sana kupunguza mida yao ya awali, na hii imetupa mwanya wa kuangalia viwango vyao kabla hatujachagua timu ya taifa ya kwenda kwenye mashindano ya kanda yetu ya 3 yatakayofanyika Nairobi mwezi wa 10 mwaka huu. Baada ya mashindano haya tutakaa chini na kamati ya ufundi, tutachagua wachezaji. Tulikuwa na wachezaji list ya kwanza, lakini baada ya mashindano haya tutatengeneza orodha ya mwisho, na baada ya orodha hii tutaitangaza timu ya taifa ya kwenda kwenye mashindano ya kanda yetu ya 3, ambayo tunapambana kwenda kunyakua ubingwa wa kanda hii ya Afrika Mashariki. Hilo limemalizika. Tumaliza na hili tukamzungumzia mchezaji Delbert Mpilinga. Kwanza, kwa majina naitwa Delbert Mpilinga, ni mwogeleaji na nahodha wa Charles Swim Club. Mashindano haya yamekuja kuwa yana morale nzuri mwaka huu. Naona kila mwogeleaji amekuja na moyo mzuri. Naona waogeleaji wengi wametrain haswa, lakini kuna changamoto mbalimbali kama hii, kwamba waogeleaji wengi wanafunzi ambao wana mitihani yao ya mwisho zinakuja, lakini bado naona wengi wamekuja bado wanaogelea, hata kama tunaenda watu wengine wanasoma pembeni, lakini naona na juhudi ambao waogeleaji wanachukua, na pia kwa lengo gani wanaichukua swimming kuwa serious na kuwa important katika maisha yao, ambao tunavyojua. Kwa mashindano yamekuwa magumu kwa sababu watu wengi kama nilivyosema wamekuja, waogeleaji wakubwa mbali ya nchini kutoka sehemu mbalimbali, kama hapa Dar es Salaam, Mwanza huko na kadhalika, kutoka Arusha pia. Kwa hiyo mimi naona kama vile ni mazuri, na namshukuru Mungu. Mashindano haya kwangu mimi ni kufanya vizuri, kwanza kupata new PBs kwa time mpya, na kusaidia klabu yetu kupata ushindi, na pia ni kwa ajili ya kusaidia kwa ajili ya uchaguzi wa timu ya taifa, na waogeleaji wengi wanakuja kuogelea katika mashindano kwa sababu hayo. Kati ya uchaguzi ya mwogeleaji kwenye timu ya taifa, haya mashindano ni kati ya steps ambazo inabidi upite, ambayo pia ni sababu kubwa kwamba waogeleaji wengi wanakuja kufanya mashindano haya wakati wana changamoto kama ya mitihani yanayokaribia. Labda pengine ikitokea umeitika kwenye timu ya taifa, nini mipango yako kuhakikisha unaenda kutetea? Na hapana kufika Worlds, mashindano ya dunia mwaka huu kama inawezekana, au mwakani Mungu akipenda, au na pia kuendelea kuenda kwenye mashindano ya kimataifa huko mbalimbali. Bwana, kuogelea kama mnavyoona sasa hivi, serikali imekuwa ikijenga viwanja vikubwa vya kimataifa, ambapo ndani yake kuna swimming zinajengwa pale. Ukienda uwanja wa Uhuru pale sasa hivi, nyuma ya uwanja wa Uhuru kwa ambako kuna viwanja vya ndani vya zamani, hata leo nenda kaingia utakuta tayari bwali limeshaanza kutengenezwa na kila kitu kiko sawa. Watanzania wao wavumilivu, hususan wachezaji wa mchezo wa kuogelea. Miezi michache kuanzia sasa tutaona vikifungua viwanja vikubwa vilikuwa na swimming pool ya Olympic standard. Kikubwa tunawahimiza vilabu waendelee kutrain, sababu wale kujudia manake wanaendelea kuperform, kuimprove time zao. Mchezo wa kuogelea hauna kigezo kingine, kwa sababu kila kitu kinaonekana kwenye maji. Kwa hiyo ni kuwahimiza training katika club level, waendelee kuongeza bidii ili waweze kuqualify kwenye mashindano ya kimataifa.
Kupitia mashindano leo mmepata kitu gani cha ziada kama chama cha mchezo katika kujiandaa na mashindano mengine makubwa? Kitu cha ziada tulipata, tumeona kuna improvement ya performance, kuweza kuvunja national record kama 8. Hiyo inaonyesha improvement hipo, na tunawaandaa vijana wetu kwa ajili ya kushiriki michuano ya Jumuiya ya Madola pia, lakini pia kuna national championship itakayofanyika Singapore mwaka huu na Romania pia. Hayo ni mashindano yote ambayo yatafanyika mwaka huu ya kidunia.